na niko na Yerome Isaka. Bila shaka naweza nikabashiri huyu ni mwekundu wa Msimbazi, au nimekosea mzee wangu? Kweli kabisa. Umo na yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza juu ya ukakasi ambao unaendelea. Mzee wangu, tumekuwa kuna taarifa za hatuchezi ndo ambazo zinasumbua vichwa vya watu, na watu wanajiuliza ikitokea hatuchezi ikawa hatuchezi kweli mpaka siku ya tarehe 15, mambo yatakuwaje katika mpira wetu wa Tanzania? Kwanza nashukuru. Kwa majina anaitwa Yerome Isaka Mwinga. Kabla ya kuweza kujibu swali lako kwamba nichukulie mfano kwamba unaposoma katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 12. Yes. Neno la Mungu linasema tena zaidi ya hayo mwanangu, kubali maonyo, hakuna mwisho wa wote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana huchosha mwili. Taarifa za Yanga zinatuchosha katika miili yetu. Zinatuchosha sana katika miili yetu. Zinawachosha katika miili yetu. Wanachokipigania Simba wanatumia sana akili na hekima. Yanga wanachosha mwili wa wanadamu. Lakini nikwambie ndugu mtangazaji, Yanga ni wanatujambisha. Wanataka bodi ya ligi toke hadharani, ndio kitu ambacho bodi ya ligi imeshatoka hadharani na imepanga tarehe 15 mwezi wa 6. Haiwezi kuomba radhi kwa makosa gani waliyofanya. Wanataka waelezwe sababu za msingi za mchezo wa tarehe 8. Wameshaambiwa kwamba mujibu wa kanuni, na kanuni wanatengeneza viongozi wa vilabu, wenye vitu wa vilabu vyote 16 wanakaa wanatunga kanuni kwamba miongoni mwao katika kuahirisha mechi ni miongoni mwao katika viongozi wa Yanga walikuwepo kama bodi ya ligi. Sababu bodi ya ligi inaundwa na vilabu 16 ambaye wao hutunga sheria na kanuni. Miongoni mwao Yanga viongozi wao wametunga hizo kanuni, wanazifahamu. Wanachokifanya tu ni ujinga. Swali la msingi na limekuwa likizungumzwa na wapenzi wa soka hapa nchini, wanadai ya kwamba Simba muamuzi akisimamia sheria 17 za mpira wa miguu ipasavyo, Simba ni vigumu zaidi kupata matokeo, na wameenda kutoa mfano dhidi ya Singida Black Stars. Umepoteza kwa mabao mengi 3-1. Tuseme ya kwamba Ahmed Alajiga ndiye mwamuzi pekee anayeweza kuzitafsiri sheria 17 za mchezo pindi ambapo anaposhuka mnyama Simba dimbani. Kwani tulivyokamfunga Yanga goli 5, Emmanuel Okwi refa alikuwa nani? Hakutumia sheria zote 17 za mpira kwamba Simba akashinda zile goli. Yanga sisi tunawafunga. Hata kama Aragija akasimama, tunamuomba Yanga aje, Aragija ndo atakayesimama kama mwamuzi wa kati na Yanga tutamfunga. Kuna namna ni kama matokeo yanakuwa magumu kwa upande wenu anapokuwa Ahmed Alajiga uwanjani, na limejidhihirisha hapo juzi dhidi ya Singida Black Stars, mchezo wa nusu finali kuitafuta finali. Tushai kumfunga Yanga mbele ya Aragija. Kumfunga Yanga mbele ya Aragija, kwamba Aragija ni miongoni katika marefa bora barani Afrika, ndio maana chaguliwa katika masuala hata shirikisho la kafu. Kwamba sisi hatuna hofu na refa yeyote akija uwanjani. Yanga wasitafute namna, Yanga wasitafute kesi ya aina yoyote, kwamba mamlaka, hata wanasema kwamba usipoitii mamlaka itakuadhibu. TFF ni mamlaka na ipo kisheria. Ndio maana hata serikali ya Tanzania inaitambua mamlaka ya TFF, kafu inaitambua TFF, FIFA inaitambua TFF. Ndio maana katika ujinga wao kwamba mechi imeahirishwa na bodi ya ligi, wao wakakata rufaa pasipo kuweza kusikilizwa. Rufaa unaikata pale unaposikilizwa, uweze ukakata rufaa pasipo kusikilizwa. Kwa hiyo ndio maana wakarudishwa kwamba hebu wasikilizeni wenye mamlaka husika ndani ya nchi yenu, kwamba maana yake huku ni ukiukwaji kwa kuto kufuata mamlaka ya nchi husika. Kama hawataleta tarehe 15 mechi kitawakuta kwa kuto kutii mamlaka, watanyang'anywa pointi na watapigwa faini. Ndio sheria ambazo na kanuni ambazo wazitengeza bodi ya ligi kwa kupitia viongozi wa vilabu cha soka Tanzania bara. Wanadai wanaeleza kwamba mmekimbia tena. Mmetafuta namna ya kukimbia tena huku kukutana na mtani wako. Hatujakimbia. Kwani katika mpira kuna matokeo matatu: kushinda, kufungwa na kusare. Goli 3 zimewashangaza wengi. Goli gani ambazo zimetushangaza? 3. Mbona Inter Milan imepigwa juzi 5? Kwamba maana yake kwamba kuna kushangazwa zaidi. Kombe la dunia Brazil wamepigwa goli 7. Kwani Yanga mbona tunajua kufunga usi goli 5 na tukamfunga goli 6? Kwamba maana yake kwamba goli 3 kwa Simba kwamba ndio watu wanaona ni mshangao. Ni moja ya mchezo kwamba sisi Simba tumetoka katika mashindano ya kimataifa, mashindano makubwa ambayo yenye hadhi ya kafu.
Kwa hiyo maana yake kwamba miili yetu kwanza ilichoka. Ndio maana nimesoma hapa katika Mhubiri sura 12 kwamba kusoma kwingi huchosha mwili. Viongozi wa Simba kwa kupitia wachezaji wao, wachezaji walichoka sana kwa sababu tumetoka batu tu batu. Tumetoka Jumapili finali, tumecheza Jumatano ligi na tumeenda kucheza Jumamosi. Kwa hiyo mwili wa mwanadamu unachoka. Na wameeleza ya kwamba hata kombe la muungano msimu huu mtalijutia kwa sababu mliweka nguvu kule na waliwashauri kwamba mtakosa vyote. Kombe la muungano ndio kombe la muungano mwaka sasa hatujacheza. Kombe la muungano sasa hatujacheza. Tumeenda kucheza mashindano ya kimataifa. Kwamba mwaka jana sisi ndio tumecheza kombe la muungano tukachukua. Maadamu hatujaenda kushiriki katika kombe la muungano, sisi tumeenda katika mashindano ya kimataifa. Tulikuwa na Stellenbosch South Africa, hao wako Zanzibar. Kwamba maana yake kwamba Simba ingeshiriki kombe la muungano, ikashiriki kama mashindano ya kafu, ikashiriki ligi kuu, maana yake ungeshiriki kwa namna gani? Tukawaachia wadogo zetu, basi hebu nyinyi nendeni mkacheza, kwamba sababu hamna jambo lolote ambalo tukalofanya kwa sababu wakilisho wa kafu hapo Simba, basi Simba nao wanacheza katika mashindano ya kimataifa. Matarajio ni yapi? Matarajio msimu kuchukua ubingwa. Kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Ndio kilichobakia. Tunachukua. La mwisho la kumalizia swala ambalo limekuwa linazungumzwa na ametoka Zaka za kazi na kueleza kwamba si dhambi kumuhusisha mchezaji kwenda timu nyingine ikiwa ni mchezaji wa timu nyingine. Amezungumza jana kwenye mshike. Nyinyi mashabiki wa Simba wameonekana kuzungumzia zaidi kwa Faisal, ni mchezaji wao, na afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans ameposti juu ya wachezaji wao walioitwa timu ya taifa kwenye orodha na Faisal kwenye picha yumo, swala ambalo limeonekana kuwashangaza wengi. Nyinyi kama mashabiki wa Simba mnalizungumziaje hili? Kwanza Zaka za kazi ametoa pressure ya wasomaji wa magazeti hasa upande wa pili ambako kule kuna jangwa na mbu wengi, ndio amewatoa hofu, ameondoa pressure za watazamaji wa Tanzania ambao wanasikia. Ujue jicho alishibi kuona na sikio halikinai kusikia. Kwa hiyo maana yake kwamba Zaka za kazi amezungumza katika kuondoa pressure kama ulivyozungumza kwamba tetezi sio dhambi, na nakuhakikishia msimu Faisal anakuja Simba. Faisal anakuja Simba. Rudia Faisal anakuja Simba. Una hakika 100%. Kila kitu. Kwenye orodha ya wachezaji walioitwa timu ya taifa aliwaposti Al Shaban Kamwe. Kwenye orodha Faisal Salum yupo katika picha hizo. Anaendaje kwenda kula ugali na sukari? Anaendaje kwenda kula ugali na sukari? Hata kama ameposti ugali na sukari, hawezi kurudi tena. Hawezi kwenda kurudia tena matapishi uliyokula. Yeye mwenyewe alitoka akasema yeye na rais wa Young Africans hawana shida kwa sasa hivi, wanazungumza vizuri. Maneno tu ya mtaani. Lini Faisal alizungumza hadharani kusema mimi na engineer sina matatizo naye? Alizungumza moja kati ya interview zake. Ipi? Ni siasa hizo za waandishi wa habari. Waandishi wa habari Tanzania ujue ni wote wa Yanga. Ukipenda Yanga maana kuna ng'ato na mbu. Okay, shukrani sana kwa muda wako na wasaa wako kuzungumza na wapenzi wa soka hapa nchini. Asante, nashukuru sana. Asante sana.